Wakati unakaa, kwa sababu nina dakika kama 15, kaa kwa utulivu kabisa, ufuate maneno haya. And follow these words. Kuna vitu vichache nataka kuzungumzia. There are few things I want to talk. Tulizungumza juu ya habari ya binadamu anayepatikana kutoka kwenye mbegu za mwanaume. We talk about the man who comes from the sperm of the man. Na tukazungumza kwamba kuna kizazi kingine duniani, there is another generation in this world, hakitoki kwenye kiuno cha mwanaume, that is not come from the wrist of the man. Kinatoka mbele za Mungu tu. It's come from God only himself. Nikatoa mfano wa vizazi hivyo. And I've given the example of those generations. Na vizazi hivyo nitazungumza pia tena. And those generations of speak again. Na nikawaeleza kwamba Kristo Yesu, and I say Jesus Christ, hakutoka kwenye kiuno cha mwanaume. He didn't come from the wrist of the man. Yeye alitoka kwenye ufalme wa Mungu. He came from the kingdom of God. Na hiyo haikuishia hapo. And that's not end there. Tumekuwa na watoto wengi. We have many children. Ambao unaweza ukakutana naye. Those you can meet them. Haukumzaa wewe. You have never born them. Lakini akakufanana. But they look like you. Na haukuachilia mbegu. And you have never raised your lakini akakufanana. They will never look leo like tuna watoto wa kiroho. We have many spiritual na wengine wanatufanana. And most of them they look iwe like. katika kuzungumza. Whether in the way they talk. Iwe katika kucheka. In the way they laugh. Iwe kwenye misimamo. In the way they stood. Ni watoto wa kiroho. They are spiritual lakini hawakutoka viunoni. They are not come from the wrist. Ninachotaka kufundisha leo. So what I want to teach today. Namna ambavyo Mungu, the way God, ana uwezo wa kuleta kizazi. He is able to bring the generation. Kwa kusudi fulani. For the special purpose. Wahenga walisema. The elders say. Kitanda hakizai haramu. Ukiwa ni Mkuria, whether you are Mkuria, unaweza kuzaa Mchina. You can give also Chinese. Kwa sababu kitanda hakizai haramu. Because the bed does not give it. Unaweza ukawa Mjaluo, whether you are just Jaluo, lakini ukazaa Mfilipino. You can also be kwa sababu kitanda hakizai haramu. Because the bed does not give offspring. In the spirit, hii ina namna fulani. This has the way. Ya kwamba kinachokuja mbele yako, what is come before you, ni uzao ambao Mungu ameamini. Is the generation that uwe kwenye imaya yako. That is in your lakini territory. Kwa kusudi that fulani. Is have a special purpose. Na kwa namna fulani. And there is another way. Nilikuwa naangalia. I was looking on kwenye Biblia. In the Bible. Nikaona mambo mengi. And I saw many kwa things. Sababu nina dakika chache. Because a few minutes. Nataka nikuonyeshe vitu fulani. And I want to show you some few things. Kila kizazi. Every generation. Kilichozaliwa. That has been brought. Kwa kusudi maalum. For the special purpose. Kilikuwa kina mission it maalum. Has a special mission. Kilikuwa kina jukumu it maalum. Has a special kwa ajili ya jambo maalum. Because of the special tulipomuona Ibrahim. When we see Abraham. Umri wake ulikuwa umeenda. His age was na akawa old. Ni mzee. And he was very old. Lakini kuna wakati. But there is a time. Mungu alitaka alete ukombozi. God wants to bring redeem. Atambulishe familia. And to introduce the family. Ya kiungu kwa Ibrahim. Of the kingdom of God. Akamtoa Isaka. And they bring Isaac. Lakini Isaka. But Isaac. Hakuwa wa sperms. He was not the sperms. Hakuwa wa mbegu. He was not from the sperm of the Abraham. Kwa nini? Why? Biblia inasema. The Bible says. Malaika walipopita pale. The angels were passed there. Walimuona Ibrahim. They saw Abraham. Akiwa na miaka 90 kitu. The one who is 90 alikuwa hana nguvu za kiume tena. He was not manhood able. Maandiko yanasema. The scripture says. Alipowakea malaika. When he cared the angels. Walikuwa ni kama watu. They would just be like walipita kwenye nyumba yake. They just pass in home. Na katika mazungumzo. But his on the way to talk. Aliwapokea kwa amani. And he take them on a peaceful way. Akawawekea kwa amani. And he received them in a calm way. Akawafanyia na vitu vingine. And he served them akawahudumia kwa chakula. And he served them in good na way. walipofurahi. And when they enjoyed. Kati ya ile timu ya wale watu. Among of those people. Mmoja wao. Among of them. Akasema na Ibrahim. And he said with Abraham. Akasema yuko wapi mke wako? Where is your wife? Akasema yuko hemani. And she's in the tent. Akasema mwambie. Tell her. Nitawaijilia. I will come. Nitakuja. I will come. Hao walikuwa ni wengi. Those are many. Biblia inasema. The Bible says. Walikuwa zaidi ya wawili. There were more than many. Lakini wakati wa oda. But what the time of ya Ibrahim kupata mtoto. Abraham to receive a child. Alisema mmoja. And he say only one. Akasema nitakuijilia. I will visit. Majira kama haya. In this season. Sio tutakuijilia. Not we will come. Kama tulivyokuja. That's the way we came. Alisema nitakuijilia. But I will visit. Kwa majira kama by haya. This season. Alafu utakuwa na mtoto. And then you have a child. Biblia inasema Sara akacheka. And the Bible says Sara akacheka. And Sarai laughed. Lakini baada ya Sara kucheka. After Sarai laughed. Maandiko yanasema. And the scripture says. Wale watu wakaja tena. And those people they came again. Akamwambia Sara. And they say Sara. Na sasa utabeba mimba. And now you carry a pregnancy. Akabeba mimba. And she carry a pregnancy. Isaka. And he gave her Isaac. Nini kinachoshangaza? What will amaze? Abraham hakurudishiwa uwezo. He was not given wa nguvu zake of his ability. Ili apatikane Isaka. So that he can bring that isipokuwa Isaac. ufalme wa Mungu. But the kingdom of God. Ulishusha ile nguvu kwenye tumbo la Sara. In the womb of Sarah. Na ndio maana unaona Sara. And that's why you see Sarah. Anasema Bwana amenipa furaha. Sio ametupa furaha. Bwana amenipa furaha. The Lord has given me joy. Amenipa kicheko. He gave me the laugh. Na kama alivyonipa kicheko. Ikawe hivyo na kwa wengine. Nimekuja nikwambie leo. Disemba hii. Utasikia sauti za wengi. Utasikia sauti za wengi. Ni sauti moja tu.
inaenda kukupa kicheko na maisha yako yatabadilika. Ni sauti moja tu ya tarehe ya leo itabadilisha maisha yako. Sala anasema hivi, Bwana akanipa kicheko. Sio wageni walitembelea, lakini wakati Sara anacheka walimuuliza, mbona umecheka? Hakuna jambo gumu kwa Jehova, hakuna jambo gumu kwa Mungu. Una miaka 90, una miaka 80 na kitu, hata kama huna mbegu, hata kama huna mfuko wa kizazi, lakini wakati utazungumza, kuna mambo yamekusumbua, ninayaita majira yatakayosema Desemba hii itafanya mambo makubwa. Biblia inaniambia Mungu akamtoa Isaka, na Isaka akatambulisha ulimwengu kama sehemu ya sadaka, kuwaunganisha watu katika imani pamoja na Mungu, kuwaunganisha watu katika matoleo pamoja na Mungu. Isaka ni mpango mzima wa ufalme wa Mungu, kuwafanya wanadamu waheshimu sadaka. Isaka ni mpango maalum wa ufalme wa Mungu, kuwaunganisha wanadamu katika sadaka na Bwana. Ndio maana Isaka aliishi akitambulisha uwezo wa sadaka. Lakini maandiko yanasema yule Isaka naye alikuwa akamzaa mtu mwingine akaitwa Yakobo. Yakobo naye akamzaa mtu mmoja anaitwa Yusufu. Yusufu naye anasema Laheli ya kwamba sasa huyu Mungu anikumbuke na huyu Mungu anipe uzao wakati mambo yameharibika. Ametoa mpaka mjakazi kwa mume wake Yakobo. Maandiko yanasema ukisoma Mwanzo 30 na ule mstari wa 22, Bwana akamkumbuka Raheli akampa umzao, akamzaa Yusufu, na huyo Yusufu Raheli akasema, Bwana amenipa raha, Bwana amenipa raha na ameniondolea aibu. Kila mwenye aibu kuna uzao unakuja. Kila mwenye aibu, iwe ya uchumi, iwe ya biashara, iwe ya kazi, kuna aibu inakuja kuondolewa. Kuna uzao unakuja kwa ajili ya kuondoa aibu. Tarehe 25 ninakutaka nyumbani mwa Bwana uone ule uzao utakaoondoa aibu. Biblia inasema ilikuwepo nyumba ya Mlawi mmoja. Yule Mlawi alikuwa na binti, na huyo binti alikuwa amedondoka Misri wakati wa aibu. Na yule binti wa Mlawi alikuta kuna sheria iliyokuwa imewekwa katika taifa lile, na ile sheria ilikuwa imezuia watoto watakaoondoa aibu, watoto watakaofanya ukombozi wasizaliwe katika nchi. Yule binti wa Kilawi akapata mimba katikati ya sheria ngumu, akapata mimba wakati wa onyo la kitaifa. Nataka niseme hivi, jiografia ya kitaifa haitazuia baraka zako. Mambo ya kitaifa hayatazuia neema yako. Jiografia ya kitaifa ilizuia watoto wasizaliwe. Jiografia ya kitaifa ilizuia watoto wa kiume wasionekane. Lakini binti mmoja Mlawi aliyetoka kwa kiuno cha Yakobo, yule binti Mlawi aliyezaliwa na Mlawi kwenye kiuno cha Yakobo, alikuwa amezidi warning, alikuwa amezidi maonyo, alikuwa amezidi sheria za nchi. Ninaombea kanisa hili, hautavuka zaidi ya sheria za nchi. Utazuiwa kwa visa, lakini utayaingia mataifa. Utawekewa mipaka, lakini utamiliki unachotaka. Binti wa Mlawi akawa amepata mimba, akamzaa kijana. Maandiko yanasema sheria ya mkuu wa nchi ilitembea Ikulu ikatangaza kwamba sasa watoto wa kiume wasizaliwe. Binti Mlawi akaona ana ujauzito, na kwenye majira ya sheria mimba ikazaliwa. Kwenye majira ya sheria mimba ikazaliwa. Anasema mtoto wake alipomuona amefikisha miezi mitatu,
alimficha mpaka miezi mitatu. Sheria imechachamaa, binti ameficha mtoto. Sheria imegoma, binti ameficha mtoto. Kuna madada wawili waliotambulika kama wakunga, nao walikuwa wamewekewa sheria kwamba hawa Waebrania kuna jambo litatokea kwao, lakini hakikisha mnazuia kusitokea uzao wa kiume. Biblia inasema yule dada Shifra aliyekuwa mkunga na yule dada Pua aliyekuwa mkunga walikuwa maabara, wamejaribu kuzuia, walikuwa leba wakijaribu kuangalia, lakini sheria ya Mungu iliingia kwenye mioyo yao. Wakasema hawa wenye uwezo, hawa wenye imani, kabla hawajazalishwa wanakuaga wamezaa. Ni maombi yangu na dua, wewe unayeonekana maskini, wewe unayeonekana upande cheo, wewe unayeonekana kuzuiwa, kabla sheria haijakufikia, baraka zako zitakuwa zimefika. Kabla sheria haijakuzuia, baraka zako zitakuwa zimesimama. Hawa Walawi huwa hawapingwi na sheria, hawapingwi na majira, hawapingwi na nyakati. Biblia inasema yule dada wa Kilawi alipozaa mtoto akajitahidi kumficha, lakini alipofikisha miezi mitatu akashindwa kumficha, akaamua kutoka naye. Wakati sheria imekaza, akamsogeza sehemu. Maandiko yanasema yule mtoto wa Oni, mtoto aliyezuiwa, ilikuwa sio rahisi kuzuiwa, maana kuna taifa lilikuwa linahitaji ukombozi. Kuna jambo litazaliwa kwako kwa ajili ya maisha ya wengine. Sijasikia vigeregere. Kuna jambo litazaliwa kwa ajili ya kazi ya wengine. Nasema utaliona kwa macho, utaliona kwa macho. Na hii Disemba tulionayo, kuna kitu kinaenda kuzaliwa bila sheria za dini, bila sheria za nchi, bila sheria za itikadi. Kuna kitu kitazaliwa. Inua mikono, sema haleluya. Kuna jambo litazaliwa. Kuna maisha yanaenda kuzaliwa. 2026 hautakuwa kama ulivyo leo. Ninatabiri juu ya maisha yako, ninatabiri juu ya kazi za mikono yako, ninatabiri juu ya biashara zako. 2026 kuna jambo naliona la furaha. Utapokea kicheko, utapokea furaha, utapokea kazi, utapokea ndoa. Ile ajira iliyofitiniwa ikakaa pembeni, ninaiamuru kwa sasa kwa sababu ya majira. Ile ajira yako uliyofitiniwa kupanda cheo, ninaiamuru leo kwenye ulimwengu wa roho ianze kurejea. 2026 urudi kwenye ofisi yako, urudi kwenye cheo chako katika jina la Yesu. Biblia inaniambia ukimuona Isaka ujue ni ukombozi, ukimuona Yusufu ujue ni ukombozi. Yuko mtu mwingine anaitwa Manoa. Malaika alikwenda naye akatoa taarifa, akasema Manoa, na sasa mke wa Manoa amekuwa ni kikongwe. Akakutana na malaika, lakini Biblia inasema hata kama muda ulikoma, hata kama alikuwa kikongwe, hawezi kubeba mimba tena. Hata kama Manoa alisha left kwa wanaume, hata kama Manoa alikuwa amelefti kwa wanaume, lakini kuna habari njema. Anayedhani amelefti kwenye maisha ya kimwili, leo nina habari njema. Ninayo habari njema. Manoa akasikia taarifa kwa mkewe, and he heard them kutokea shambani, there is something happen. Kuna malaika ameshuka, there is an angel atoa maelezo to give information utapata mtoto, that you have a child, lakini huyo mtoto, but this child atakuwa si wenu, will not yours, atakuwa ni mnadhiri wa Bwana, will be the chosen from God. Wewe uliyechelewa kupata mtoto, you are the one delayed for, huyo anayekuja that one comes, atakuwa kwako, will be yours. Atakupa heshima, he will give you honor, lakini atakuwa wa Bwana, but will be the Lord. Sema nimepokea. Say I receive. Hiyo biashara, that business, hiyo kazi, that work, ikija, when it came, sio ya kwako, it's not yours. Utawajibika, you be charged, lakini itakuwa ni ya Bwana, but it will be for the Lord. Mpe Bwana makofi. Say I receive. Tunamuona Manoa, we see Manoa kama mtu maalum,
lakini hajamzaa Samsoni. But he has never given birth for Samson. Tunamuona Samsoni, we see Samson kama mkombozi, as a redeemer, kiunganishi as the source wa kupinga uhaini baina ya Waisraeli before the Israelites na Wafilisti. And the Philistine. Kila mtoto aliyezaliwa every child was being given muujiza, kwa namna yoyote, alikuwa ni mkombozi. He was called the kwa ajili ya taifa fulani. Because of the certain nation. Maombi yangu na dua. It is my prayer. Vitu vyako vilivyoharibika, your things to be destroyed. Mungu akalete mkombozi. May the Lord to bring the redeemer. Nasema tena, kila jambo lililoharibika, everything has been destroyed. Mungu akalete ukombozi. May the Lord bring redemption. Nasema kila jambo lililochelewa, anything has been delayed, Mungu akalete ukombozi. May the Lord bring na ukombozi, and the redemption is 2024. Inua mikono yako ukiwa umekaa. Lift up your hands as you sema, Bwana Yesu, say, Lord Jesus, ninakusihi, I plead you, give me redemption, nipe mkombozi, give me redemption. Na hiyo tarehe, and that date, uamshe mambo yangu, restore everything. Biashara zizaliwe, may business become, kazi izaliwe, work come, amani izaliwe, peace will be, mambo mengi yazaliwe, things will be brought forth, ajira zizaliwe, work will be brought forth, utajiri uzaliwe, richness will be brought forth. Alafu sema kwa jina la Yesu, say in the name of Jesus, amen, amen. Sema hallelujah, say hallelujah. Nilitamani ninukuu baadhi ya mistari. I wish to take the quotation of some scriptures. Kama tungepita pale, lakini naona kama si muhimu sana kwa sasa. Because it's not very. Lakini ukiwa nyumbani utasoma Mwanzo 18:9. Genesis 19. Utapata vyanzo vya Isaka. And you get the source of Isaac. Na utajua kwa nini alikuja. And you know it why he came. Na utaenda Mwanzo 30. And you go to Genesis 30. Mstari wa 22. 22 na 24 and 24. Alafu utajua kwa nini Yusufu alikuwa. And you know why Joseph was there. Alafu utaenda mbele. And you know, go again. Utaona kitabu cha Kutoka, the book of Exodus, sura ya 2 na kuanzia mstari wa kwanza verses 1 na kwenda mbele. And go forward. Alafu utaona kwa nini Musa alikuja. And you see why Moses was hao waliokuja kwa kusudi la Mungu. All those who came for the purpose of God. Hizo roho bado zinaishi. That spirit is living. Hallelujah. Hallelujah. Na utaendelea mbele. And you go forward. Utaona na wengine wengi. And you see others. Niliwataja kwa upana sana wiki zilizopita. The last week. Lakini ninachoamini leo, but what I believe today, wewe kwako kuna jambo litatokea. There is something to you happen. Ndio maana akaja Kristo. And that's why Jesus na yeye kwa season hii. To have this season. Kabla ya Kristo, before Jesus, alikuja Yohana. He came John. Baba yake alikuwa kuhani. The father was a priest. Huyo Zakaria. The one who is as naye akaja kwa kusudi. And he came for the purpose. Na alipokuja kwa kusudi, but when he came for the purpose, akatengeneza njia ya Bwana. And he make the way of God. Yohana alikuja. And John came. Akiwaambia watu. And to tell people. Tubuni. That kwa maana ufalme wa Mungu because the kingdom of God is near. Na Yohana alipozaliwa, and when John was born, naye alikuja kimeujiza. And he came in a miraculous way. Mwana wa Zakaria. He was the son of Zakaria. Alikuwa ni mission ya Mungu. He was the mission of God. Kwa ajili ya watu. For the people. Kwa ajili ya Yesu. Because of na alipokuja, and when he came, ilithibitishwa hiyo. It was testified that. Ilithibitishwa hiyo. It was witnessed kwenye kitabu cha Mathayo. In the book of Matthew. Zile sura za kwanza. That the first Matthew. Kwenye sura ile ya 4. Is verse 4. Unaona Yohana, you see John, anakataa kumbatiza Kristo. He denied to baptize Jesus. Sababu anasema wewe ni mkuu. Because he said you are the greater more than I. Na unaona Yesu anasema, and you see Jesus lazima iwe hivi na hivi ili haki yote itimie. And all things to be fulfilled. Kwa nini Yohana amekuja? You see why John alikuwa ni kutengeneza njia ya Kristo. Because he was making the way. Anasema tubuni dhambi. And he said, lakini Yesu alipokuja, Jesus when he came, kwa kusudi maalum, for the special purpose, yeye akaziua dhambi. And he desired all the sin. Hamjanielewa. You don't understand. Yohana, John, anasema tubuni. And he said repent. Ametangulia kutengeneza njia. Before to make a way. Yesu anakuja, and Jesus came, anaua dhambi, and he killed all the sin, na nguvu yake ya dhambi. And his power of the sin. Yesu anakuja, and Jesus came, anamuunganisha mwanadamu, and he combined the man, aliyedhihakiwa na kukataliwa, na Mungu aliye hai. And God himself. Sema hallelujah. Say hallelujah. Sema tena hallelujah. Say hallelujah. Ukifuatilia haya maandiko, utajua hizi nzao, and you know these things, zipo kwa makusudi. It was there for purpose. Ndio maana leo, and that's why today, usimshangae Yuda kuwa snitch to be the kwa Kristo. To Jesus. Usimshangae Yuda. Don't just be amazed. Yuda akiwa snitch, when Judah was being a kuna jambo mbele. Protest, there's something. Na kama angekuwa snitch leo, and if he was being a snitch today, Wakristo wote, many Christians, wangekerwa na Yuda. They could be distracted with Judah. Na kama ingekuwa ni kwenye mitandao, and if it to be the social media, kila sehemu ungepita, every place you pass, ungekuta blocked Yuda. You see blocked Judah. Wakristo wote wangeblock Yuda kwa sababu amewakera. Because he's just been make people feel bad. Yani wewe hapa usingepita kwenye page ya Yuda. You won't pass the page of Judah. Kwa sababu amewaudhi. Because he just make you feel lakini bad. Ilikuwa ilazimike hivyo. It was supposed to be. Ili Mungu atawale ulimwengu huu. To take all the places. Kila linalokuja mbele yako, kuanzia tarehe 26, kila litakalokuja mbele yako litakuwa limebeba kusudi ulimwenguni. Sema hallelujah. Say hallelujah. Amen. Amen.
Kuna watu hapa wanasumbuliwa pango la nyumba. There are people here fighting for the rent. 2025. Mtabembelezwa. 2026 you ask for. Sema hallelujah. Say hallelujah. Ilikuwa inaudhi. It was very bitter. Tukiwa vijijini. If you are in the village. Tunakuja mjini. You are coming to the city. Kwa mjomba. And you come to the uncle. Kwa shangazi. You come to the auntie. Alafu huna maisha. And you don't have life. Alafu ni wakati kama huu. And this like this kumtembelea shangazi. And you want to visit the auntie. Umetoka bush. You come from bush. Umekuja da. You come to kwa town. Mjomba. To uncle. Alafu umetoka kijijini. And you come from the village. Na umeingia Dar es Salaam. And you come. Alafu siku ya kwanza. And the first day. Siku ya pili. The second day. Unasikia uliyemtembelea. The one who visit you. Anaanza kuuliza. They start to ask you. Jamani. My dear. Nani amekunya pembeni mwa choo hiki? Mbona hii tabia haipo hapa siku zote? Hivi sio vyo vya Tundu. Na wewe umefikia kwa mjomba. Na ukianza kuona and if you start to vitu see vinabadilika. Things are starting to change. Kila kosa linaulizwa ukiwepo. Every mistake is just ask you. Ujue ni muda wa kurudi. It is the time to come back home. Ukianza kuona if you start to see umetoka kidogo, you go out, hujapewa hata hela, you have never even given alafu money, unaambiwa uko wapi? Where are you? Niko center. I'm at the center. Njoo na sukari kilo moja. Come with 1 kg of sugar. Ujue muda wako umeisha. You know your time is ended. Unatakiwa urudi kijijini. You need to go back to village. Ni dalili. Unaagizwa vitu. You have been asking for. Nini nakumbuka kijana fulani. I remember one of the young rafiki yangu. Is a friend of mine. Alikuwa anataka kupata mtu wa kudumu naye. He want to get a person to live with for. Akafuata madada wawili watatu. And they go just for 3 Hivi nyewe mnapenda mwanaume wa aina gani? Yeah. Akawa anauliza. And he asked, ili mimi nipate mtu wa kudumu naye. In order for I to get a permanent person. Wewe unataka mahusiano na mtu wa aina gani? Which type of the relationship you want to have? Dada mmoja akamwambia mimi. The first lady says nikitaka wa kuzikana naye. If I want to bury with. Cha kwanza awe mrefu. The first should be tall. Alafu pili awe 6 button. He have a 6 button. Kijana akaingia gym. The managers go to the gym. Kapiga gym kama miaka miwili. And they do gym for 2 years. Kifua kinaanza kutokeza. The chest start to protrude. Kiazi kinaanza kujitokeza kwenye mikono. And the cassava start to appear. Taratibu zimebadilika. And they see the charms happen. Akasema wanataka mwenye pesa. They want someone who has money. Sura na muonekano si kitu. And the face is not something else. Wanawake shikamoni. Women shikamoni. Hallelujah. Amen. Sema hallelujah. Say hallelujah. Sema tena hallelujah. Say again hallelujah. Mungu. God. Tunayemuita leo. The one who called today. Atakaye kuingiza kesho. The one who enter you tomorrow. Ukaona kuzaliwa kwa mkombozi. And when you see the redemption of your Savior. Tarehe 26. 26. Itakapoanza. When he start. Mambo yako yote. Your all things. Yatainuka. Will start to stand. Hautageuzwa. And I want to tell you. Hautageuzwa. Never be shifted. Sema hallelujah. Say hallelujah. Kitabu cha Mathayo. The book of Matthew. Ile sura ya pili. That second Matthew. Nikielekea kumaliza. When I'm going to finish. Kinaeleza habari ya kuzaliwa kwa mkombozi. About the bones of the Jesus. Na aina ya watu waliovisit tukio hilo. That day. Yes. Ni mtu mmoja anaitwa Kaisari. It is one person just Kaisari. Alikuwa shaweka sheria. He was just put the laws katika taifa lake. In that his nation. Na amekaza katika hukumu. Anasema hivi. And he said this. Watu wote wahesabiwe. All the people to be counted. Watu wote wahesabiwe. All the people to be counted. Na waende mji wa Krenio. And to go to the place. Mji wa Krenio. The seat of Krenio. Alafu watoe idadi yao. And they'll give their count. Wahesabiwe nchi nzima. And they'll be count all the na yule Kaisari. And that Kaisari. Chini yake kulikuwa kuna wafalme wengi. And under them there are so many kings. Herode Antipa. And Lord Antipa. Na wengine wengi. And other many. Hata wakina Junior. And other Julio walikuwepo. They were there. Na wao walikuwa ni wafalme. And they were also lakini bosi wao alikuwa ni Kaisari. Was a Kaisari. Na alikuwa anaishi Krenio. Katika mji mkuu pale Rumi. Wakati ule akaweka sheria. Watu wote wahesabiwe. Na wapangiwe mapato. Achukue kodi zao. Kwa ajili ya kuongeza ongezeko la taifa. Kumbe wakati anatoa sheria anakuwa wakara bila kujua kwa ajili ya kumleta Kristo. Mariamu anakwenda kuhesabiwa akiwa mjamzito kwa ajili ya mkombozi. Kuna watu watakaa mbele yako kama vile wanaharibu taratibu, lakini wanatengeneza njia ya wewe kufanikiwa. Kaisari angejua kwamba anayekwenda kuzaliwa ni mfalme wa wafalme, asingeitisha watu wachukuliwe hesabu. Maana Daudi alikuwa ameshamuudhi Mungu. Mungu alimwambia Daudi, usiwahesabu
Usiwahesabu binadamu niliowaumba mimi, wala uwezi kuwamaliza. Hasira yangu itawaka juu yako Daudi kwa kuwahesabu watu hawa. Kaisari anawahesabu watu, alafu yule dada anaondoka na mumewe kwenda kwenye mji wa Daudi kwa ajili ya kuhesabiwa, alafu anazaliwa mtoto aliye zaidi ya Kaisari. Ni maombi yangu na dua, vitu vinavyoenda kuzaliwa vikawe zaidi ya fikra zako, vikawe zaidi ya fikra zako. Mathayo sura ya 2, Biblia iko wazi. Yesu alipozaliwa ndiyo Bethlehemu ya Uyahudi, zamani za mfalme Herode. Ndiyo. Tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Sasa kukata story. So to end the story, hao wafalme wote wakina Claudio, this King Claudio, wote walikuwa chini ya Kaisari. They were under Caesar. Akiwa ni chifu mkuu sana. He was a great chief. Na alikuwa ni Mungu mtu. And he was a lakini alikuwa ameandaa arrangement yake. And he prepared the arrangement ya sheria ngumu sana of the hard law. Kila mtu ahesabiwe. Every person to be counted. Ili aanze kuchukua kodi. So to take kwa ajili ya kuyajenga hayo mataifa. To build the nation. Uturuki, the Turkey, Ugiriki, and Greek, na Rumi, and Rome, na Israel, and Israel, na Palestina, and Palestine, yalikuwa chini yake. They were under him. Kwa hiyo wakati anaandaa, so the time we prepare to count, achukue hesabu ya majimbo yote. Palestina, palikuwa pana chifu wake. They were having chief. Israeli, and alikuwepo Herode Antipas. There was a Herod Antipas. Na huko kwingine Rumi, walikuwepo wengine. There were others. Lakini wakati anawakusanya, but when he combined kumbe mtoto anataka azaliwe, the child was being brought ili hao wafalme wote, so all these kings, ramani zao ziishi hapo. Ndio maana Herode, and that's why Herod, aliposikia when he heard that kwamba kuna mtoto amezaliwa, there is a child is alipata mashaka. He has been very na huku Biblia inasema, and all the time the Bible kwenye says, kitabu cha Kutoka, in the book of Exodus, alipokuja mfalme, when the king came, asiyemjua Yusufu, the one who knows no na yeye akaweka alama, and he put the mark, akaweka sheria, and he put the law, na pamoja na sheria yake akazaliwa Musa, akawakomboa Israeli. Unawaza nini? Kila sheria inayozuia wewe kwenda mbele, kila sheria, kila utaratibu unaozuia wewe kufanikiwa, ndani yake umebeba muujiza wako. Mimi nilikuja Dar es Salaam. I came Dar es Salaam miaka ya nyuma, in the old time, kipindi yamezagaa maji ya Kandoro. Where there is a Kandoro water. Kipita Mwenge wamefunga maji ya Kandoro. When you go Mwenge, there is Kandoro water. Aliyebuni biashara hiyo, the one who brought that business, apewe maua yake, may give his flowers. Yale maji ya Kandoro, that water of yalikuwa yananyweka sana kipindi cha joto. At that time of haleluya, lakini nikaa najaribu kuwaza, but I was trying to think, aliyebuni maji ya Kandoro, the one who started that, alibuni maji ya kunywa. Just brought the mbona akubuni kufunga maji ya Kandoro, why he didn't brought the ya kuoga, of shower or bathing? Yangekuwa na ujazo gani? It could be how many liters within it. Hallelujah. Hallelujah. Na wangapi wangemudu kuoga? And how many could be able to shower? Wangapi wangeweza kuoga? How many could be able to shower? Kila sheria, every law inayoanza mahali, that started kuna muujiza wako. There is your own. Hiyo ndio pointi yangu. That is your point. Na sheria iliyopo, and the law that iwe kwa taifa, nation, iwe kwa jamii, society, kwa wakati tulionao, iwe sheria ni mashaka, iwe sheria ni hofu, iwe sheria ni chuki, lakini wakati huu ndio unaenda kujitwalia ushindi. Huyu Yesu anayezaliwa, mvike fedha zako zote, mwambie Bwana, nisipotoka awamu hii sina awamu nyingine ya kutokea. Ni maombi yangu na dua, wewe uliyedharaulika sasa ukaheshimike. Simama kwa miguu yako, sema amen. Sema tena amen. Inua mikono yako juu. Lift up your hands. Nataka waje manabii wote hapa. I want all the prophets to come. Huduma ya kinabii. The one knows a prophet. Ndani ana huduma ya kinabii. Pande kwenye madhabahu tukiongozwa na Bishop Magdalena na Prophet. We'll lead with the Bishop Magdalena. Anayejua ndani yake ana huduma ya kinabii. Pande tu prophetic ministry. Nataka tuachilie nguvu kwa watu. We want to release the power to these people. Wote wakapokea neema. To receive the grace. Leo, today, kila aliye na huduma anyone who has a ya kinabii ndani of prophetic na anajua
anajua Mungu amemwamini, anaweza kufanya jambo kubwa. Apite madhabahuni hapa, panda ngazi madhabahuni. Alafu wewe uliyebaki kwenye nafasi yako, inua mikono yako, lift up your hands. Nataka tubariki kundi hili. I want to bless these people. Nyosha tu mikono yako. Lift up your hands. Alafu fumba macho yako, mwambie Mungu. Close your eyes and tell God. Kama kuna jambo ambalo lilichelewa, if there is anything that delayed, tunakata rufaa. I want to cut. Tuko hapa mbele to appeal kwa ajili ya kukata rufaa. To appeal juu ya maisha yako. Of our life. Chochote ulichokiona anything that within. Pengine ni malipo yamechelewa mahali. That there is an outcome that delayed. Pengine ni uzao umechelewa. That there is a delay of offspring. We are here in front. Kama watumishi wa Mungu. As the ministers of God. Mitume na manabii. And the apostle and the prophet. Tunataka tulifungue anga. We want to release the Bwana akakujibu. The Lord to answer mwaka unapopinduka. When the years turn. 2026. Ukapate kicheko. You can receive the laughter. Nyosha mikono yako. Lift up your hands. Tuombe. And let us pray. Father, in the name of Jesus, tunafungua anga hilo la Yesu Kristo, tunafungua anga lolote ambalo limeachiliwa kwenye ulimwengu wa roho ya maisha ya watu. Mungu akubariki hiyo biashara, Mungu afungue hilo tumbo, Mungu afungue hicho kiuno, Mungu afungue hiyo ndoa, Mungu akupe mahusiano, the God of Isaac, the God of Jacob, hicho cheo, God who releases mercy, we release it to come. Hayo mambo kubadilisha meza, we speak the prosperity of this people, we speak the turnaround of this people, we speak kila kilichobadilishwa kibadilike, kama vile meza zilivyobadilishwa ndivyo meza zikageuzwa, maisha yao yakafunguliwe, uzao wao ukafunguliwe, afya zao zikafunguliwe, mifupa ikaneneshwe, afya zao za biashara zao, chochote kilichozuiliwa, magonjwa yao, kila kilichoshika, we release receive masikini, majini mahaba, receive madeni sugu, madeni sugu, radani sugu, ya utoke, umaskini, in the name of Jesus, 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 in the mighty name of Jesus. Kwenye mikono yako, I decree and declare by the power of the Holy Spirit, by the power of the Holy Spirit, right now, in the name of Jesus, we command it now, we command it now, receive it now, receive it now, receive it now. You devil, you demon, lose your grip, lose your grip, lose your grip, lose your power, 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 in the name of Jesus. Kazi zao tunaziamrisha, biashara zao tunazindua, wanafanikiwa katika jina la Yesu, katika huduma ya receive it right now, receive it right now. Tunainua huduma zao, tunainua kazi zao katika jina la Yesu. Receive it right now. Ni mwaka wa baraka, wakapokea mafanikio katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Pokea.